Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye analalama kwamba hakufahamishwa kuhusu mpango wa kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran hadi hatua za mwisho za majadiliano. Kiwango cha uhusika wa Israel kilikuwa ni simu iliyopigwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu muda mfupi kabla ya kutangazwa kusitishwa kwa mapigano. Wall Street Journal limemnukuu afisa wa Marekani akisema Israel haikufahamishwa kuhusu mpango wa Marekani wa kufikia makubaliano ya muda wa wiki mbili ya kusitisha mapigano na Iran hadi makubaliano hayo yatakapokuwa katika hatua zake za mwisho kukamilika, gazeti la Wall Street Journal limeripoti. Kulingana na ripoti ya WSJ, maafisa wa Israel hawakufurahishwa na kutengwa kwao katika mchakato wa kufanya maamuzi. Kiwango cha uhusika wa Israel kilikuwa iliyopigwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na ni jambo ambalo kimsingi halikupaswa kuwa. Wapatanishi waliohusika katika mapatano hayo waliambia WSJ kwamba maafisa wa Israel hawakufurahishwa kabisa na masharti ya makubaliano hayo, ikiwa ni pamoja na ripoti kwamba Lebanon itajumuishwa katika mpango huo. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye alisaidia katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, awali alitangaza kuwa Lebanon itajumuishwa mapema siku ya Jumatano, lakini mwendelezo wa mashambulizi yaliyofanywa na Israel ni makubwa mno, ambapo zaidi ya watu 130 waliuawa. Netanyahu na Trump walipinga madai hayo, huku Trump akisisitiza wakati wa mazungumzo na mwandishi wa habari wa PBS Liz Landers kwamba Lebanon haikujumuishwa kwa sababu ya Hezbollah. Maafisa wa Israel wanakashifu mpango huo kama kushindwa kwa juhudi za vita. Maafisa wa Israel walikosoa vikali makubaliano kusitisha mapigano, kutengwa kwa Israel katika majadiliano ya mapatano na kukashifu nia ya Trump ya kujiuzulu kutokana na vitisho alivyotoa dhidi ya utawala wa Iran. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alikashifu mpango huo kama janga la kisiasa, akisema kwamba Netanyahu alishindwa kisiasa, alishindwa kimkakati na hakufikia hata moja kati ya malengo ambayo yeye mwenyewe aliyaweka. Israel haikuwa hata na sehemu ya majadiliano katika maamuzi yalipofanywa kuhusu usalama wa taifa letu, Lapid alilalamika, akiongeza kuwa itachukua miaka kurekebisha uharibifu wa kisiasa na wa kimkakati ambao Netanyahu ameutengeneza kutokana na kiburi, uzembe na ukosefu wa mipango mkakati. Amesema kwamba wakati huu Iran imepata ushindi mkubwa katika vita hivi. Na kwamba Israel imeshindwa katika vita pamoja na Marekani, kwani hakuna malengo yaliyofanikiwa mpaka sasa. Mwenyekiti wa kamati ya usalama ya kitaifa ya bunge la Knesset na mjumbe wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Ozma Yehudit alidai Trump amefutilia mbali kwa kuchukua mpango huo na kwamba yeye aliutawala mpango huo, na hii inasababisha kushindwa kwa taifa hilo la Kiyahudi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinaelezwa kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu hakuelewa na wala hakufahamishwa juu ya nini ambacho kilikuwa kikiendelea katika kusitisha mapigano kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Jambo ambalo wataalamu wa mambo, ikiwa ni pamoja na wanasiasa nchini humo, wakisema kwamba hili limesababisha kushindwa kwa Marekani na Israel dhidi ya Iran, kwani malengo yao hayakufikiwa. Mpango wao mkubwa ilikuwa ni kuondoa utawala wa Iran, lakini hilo halikuwezekana, lakini pia kuondoa makombora ya masafa marefu, na lenyewe hilo limeshindikana. Kadhalika kuondoa mpango wa nyuklia, jambo ambalo bado lipo katika mazungumzo, na kuna uwezekano mkubwa Iran haitokubaliana na mpango huo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.